Zaidi ya ndege na helikopta 200 za Marekani pamoja na mabaharia na wanajeshi 15 wamewasili Mashariki ya Kati kama sehemu ya makundi matatu ya mashambulizi ya meli za kubeba ndege. Kamandi kuu ya Marekani maarufu kama CENTCOM imeripoti hivyo. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, CENTCOM imeandika kuwa kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa, meli tatu za kubeba ndege zinafanya kazi Mashariki ya Kati kwa wakati mmoja, zikiambatana na mabawa yao ya ndege. Meli za USS Abraham Lincoln au CVN 72, USS Gerald R. Ford au CVN 78 na USS George H.W. Bush au CVN 77 zinajumuisha zaidi ya ndege 200 na mabaharia na wanamaji 15,000. Hapo awali CENTCOM iliarifu kwamba kundi la meli za kivita zinazoongozwa na USS George H.W. Bush lilikuwa limewasili katika eneo lake la wajibikaji, ambapo mnamo Aprili 21, 2026 USNI News iliripoti ikinukuu vyanzo vya Pentagon ya kwamba meli ya kivita USS Gerald R. Ford ambayo ilishiriki katika shughuli nchini Venezuela na Iran imevuka mfereji wa Suez na kuingia Bahari Nyekundu baada tu ya matengenezo. Mbali na hilo, kundi la meli za kivita za USS Abraham Lincoln linafanya kazi katika Bahari ya Arabia. Taarifa hii ina uzito mkubwa sana kijeshi na kisiasa, na kweli ni moja ya ishara kali zaidi za mvutano mkubwa kati ya Marekani na Iran katika miaka ya karibuni. Na huu ni uchambuzi mpana zaidi, nitaangalia kwa jicho la kimkakati zaidi, pia si tu kama taarifa ya kijeshi bali pia ujumbe wa kisiasa, kiuchumi na kisaikolojia. Kuwepo kwa meli tatu za kubeba ndege, yani aircraft carriers, kwa wakati mmoja katika eneo moja si jambo la kawaida. Mara ya mwisho hali kama hii ilionekana karibu na kipindi cha vita Iraq mwaka 2003. Kwa lugha rahisi, hii ina maana Marekani imeleta uwezo mkubwa wa kushambulia kutoka baharini. Ndege zaidi ya 200 zinaweza kufanya mashambulizi ya anga kwa muda mfupi, na pia wanajeshi 15 ni nguvu ya kutosha kuanzisha operesheni kubwa. Hii si ulinzi tu, inaonyesha uwezo wa kuanzisha vita kamili muda wote. Kwa Iran, hii ni sawa na bunduki imeelekezwa kichwani lakini bado haijafyatuliwa. Kwa mtazamo wa kisiasa, hatua hii inalenga vitu vitatu. Kwanza, kulazimisha mazungumzo. Ripoti zinaonyesha wazi kwa Marekani inatumia nguvu hii kama njia ya kushinikiza Iran kukubali makubaliano fulani. Hii inaitwa coercive diplomacy, yani diplomasia ya vitisho. Pili, kuzuia Iran kufanya mashambulizi zaidi. Iran imekuwa ikihusishwa na vitisho vya kufunga mlango bahari wa Hormuz, mashambulizi kwa meli za biashara, kutegesha mabomu baharini. Kwa hiyo Marekani inaonyesha ukivuka mstari tuna uwezo wa kujibu mara moja. Na tatu, kulinda washirika wa Marekani. Hawa ni pamoja na Saudi Arabia, Israeli na Falme za Kiarabu. Hivyo hii si vita ya Marekani peke yake, ni mfumo mzima wa usalama wa kikanda. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kijeshi, pia hii inaonyesha maana mbili kwa pamoja. Kwanza, kuzuia vita, lakini pia kujiandaa na vita. Hii ni kama paradoksi muhimu, kwani Marekani haitaki vita moja kwa moja, lakini inajiandaa kikamilifu kama vita itatokea. Hii ndiyo hali hatari zaidi, kwa sababu makosa madogo yanaweza kuanzisha vita vikubwa. Lakini pia kuwepo kwa makundi matatu ya meli kunaunda kile kinachoweza kuitwa mbinu ya kukaba kutoka pande nyingi, hasa pia Bahari ya Arabia, Bahari Nyekundu na Ghuba ya Uajemi. Hii ina maana Iran inaweza kushambuliwa kutoka pande tofauti kwa wakati mmoja. Kwa Iran, hii inaleta hofu ya kupoteza udhibiti wa anga, kushambuliwa vituo vya kijeshi na nyuklia, kuzuiwa biashara ya mafuta. Mlango wa Hormuz unapitia karibu 20% ya mafuta duniani, lakini tayari kuna dalili za kusimama kwa usafirishaji wa mafuta na kupanda kwa bei ya mafuta duniani, mvutano wa biashara na usafirishaji. Hii ina maana vita hii si ya kijeshi tu, ni vita uchumi wa dunia nzima. Sasa niangazie, je, hii ni dalili ya vita karibu kuanza? Hapa ndipo uchambuzi unakuwa mgumu zaidi. Kuna hali mbili zinazowezekana. Scenario ya kwanza, hakuna vita, ni shinikizo tu, kwani Marekani inataka Iran kubali masharti, inaonyesha pia nguvu bila kuitumia. Scenario ya pili ni vita vinaweza kuanza ghafla. Tukio dogo, mfano shambulio la meli, linaweza kuwasha vita. Vikosi tayari vipo, hivyo hakuna kuchelewa. Wachambuzi wanaona kuwa hali kama hii ni high risk environment, yani ni kama hatarishi zaidi. Ingawa pia Marekani ina nguvu kubwa, kuna mapungufu kadhaa. Haina mashambulizi ya vita muda mrefu ya ardhini. Gharama za vita ni kubwa, inaweza pia kuchoka kiuchumi na kisiasa. Hii ina maana Marekani inaweza kushinda kijeshi haraka, lakini vita vikirefuka hali hubadilika.
Pia niangazie kuhusu mkakati wa Iran, hasa pia vita isiyo ya moja kwa moja. Iran haitapambana uso kwa uso na Marekani, badala yake inaweza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, kushambulia miundombinu ya mafuta, kutumia makundi ya washirika. Hii ni mbinu ya kumuumiza adui bila kumpiga moja kwa moja. Hitimisho, naweza kusema kwamba kwa ujumla hatua Marekani inatoa taswira hii kwa Irani kwamba tuko tayari kwa vita, lakini tunataka usikubali kufika huko. Ni mchanganyiko wa tisho la wazi, ulinzi wa maslahi, shinikizo la kisiasa, maandalizi ya vita. Kwa mtazamo mpana, naweza kusema kwamba hii si uingizaji wa kawaida, ni moja ya hatua kubwa zaidi za kijeshi duniani kwa sasa. Inaweza kuwa mwanzo wa vita kubwa au njia ya kuzuia vita kabisa, lakini ukweli mmoja unabaki: kadri nguvu zinavyoongezeka eneo moja, ndivyo uwezekano mlipuko wa vita unavyozidi kuongezeka. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii pia ambayo imelenga hasa kuhusu taarifa ya Marekani kupeleka wanajeshi takriban 15,000 kwenda huko Mashariki ya Kati, ambako pia imeelezwa kwamba makundi matatu ya meli tayari yamewasili huko, yani makundi matatu ya mashambulizi ya meli za kubeba ndege pia yamewasili Mashariki ya Kati. Kwa hiyo basi ambacho kitakuwa kinazidi kujiri, basi tutakuwa tunafahamishana hapa. Endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati pia kwa taarifa mbalimbali kutoka kimataifa. Lakini pia kabla sijahitimisha taarifa hii, pia hasa kutoka kwenye mgogoro wa Irani na Marekani, inakumbuka tu kwamba pia Irani imekanusha taarifa ya mazungumzo mapya na wajumbe kutoka nchini Marekani, ambao kwa mujibu wa taarifa iliyoripotiwa hivi punde ni kwamba Iran imekanusha kwamba ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi huko Islamabad itajumuisha mazungumzo mapya na Washington, ikipinga ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump amewatuma wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner kwenda Pakistan ili kuanzisha upya mazungumzo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bagheri alisema katika mtandao wake wa kijamii wa X ya kwamba hakuna mkutano unaopangwa kufanyika kati ya Iran na Marekani wakati wa ziara hiyo, na kwamba maoni ya Tehran yatawasilishwa Pakistan pekee. Araghchi mwenyewe alisema alikuwa akifanya ziara ya wakati unaofaa ya Islamabad, Muscat na Moscow ili kuratibu kwa karibu na washirika kuhusu masuala ya pande mbili na kushauriana kuhusu maendeleo ya kikanda. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran pia vilisema safari hiyo ya awamu tatu ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za diplomasia za Tehran za kukomesha uchokozi kati ya Marekani pamoja na Israeli. Kukanushwa huko kulikuja baada ya ikulu ya White House kutangaza kwamba wajumbe wa Trump Steve Witkoff na Jared Kushner watasafiri hadi Islamabad nchini Pakistan kwa duru mpya mazungumzo, huku makamu wa rais JD Vance akibaki katika hali ya kusubiri na bado anaweza kutumwa ikiwa mazungumzo yataendelea vya kutosha kuhalalisha ushiriki wake. Ingawa Tehran pia imesisitiza kwamba hakuna mazungumzo mapya ya Marekani yaliyo kwenye ajenda ziara hii, iliripotiwa kwamba pande hizo bado zinaweza kufanya majadiliano yasiyo ya moja kwa moja kupitia upatanishi wa Pakistan badala ya mazungumzo ya ana kwa ana ya moja kwa moja. Hicho pia ndicho ambacho kinazidi kujiri. Kwa hiyo tutazidi kufahamishana ambacho kitakuwa kinatokea huko Mashariki ya Kati. Endelea tu kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa mbalimbali.